Imekuwa ni kawaida kwa upande wa figisu kwa soka la Afrika. Hii imekuwa si mara ya kwanza kwa baadhi ya virabu pale wanapoelekea ugenini kukumbana na vitu ambavyo kama hivi vinakuwa havieleweki. Yaani kunakuwa na figisu mbalimbali ambazo zinafanya baadhi ya virabu pia kukutana na songo mbingo, wengine wakiwa wanaamini kabisa kwamba mambo yanakwenda tofauti. Yaani vilabu vinajipanga kweli kweli wanapokuwa kwenye kiwanja cha nyumbani. Yaani wanacheza nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Wanahakikisha pale ambapo inakuwa timu ngeni basi ni lazima iweze kupoteza kwa sababu wanakuwa wanajiandaa vizuri kweli kweli kuelekea kwenye mechi husika. Sasa tunafahamu kwa upande wa klabu ya Yanga hapo siku ya kesho wanashuka dimbani moja kwa moja kucheza na Willet ya pale nchini Angola. Hii ni mechi ambayo ni awali kabisa kwenye upande wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa kuna mambo kadha wa kadha ambayo yamewakuta baada ya kuwasili huko nchini Angola, na mimi nitakwenda kutaarifu hapa yale ambayo wamekwenda kukutana nayo kwa upande wa klabu ya Yanga. Sasa kabla sijakupatia taarifa hii kiundani, nikukumbushe tu hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Klabu ya Yanga imewasili nchini Angola kwa ajili ya mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya wenyeji wao Willet ya pale nchini Angola. Lakini mara baada ya kuwasili mambo yameonekana kwenda ndivyo sivyo kutokana na mazingira magumu ambao wameweza kukutana nayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, safari ya Yanga ilianza kwa mtikisiko mara tu waliposhuka kwenye uwanja wa ndege. Baada ya kufanikishwa kwa haraka ili wapate nafasi ya kupumzika na kujiandaa kwa mchezo wao, wachezaji na benchi la ufundi walikumbana na hali ya kukalishwa kwa muda mrefu uwanjani bila sababu za msingi. Uchovu wa safari ukaongezeka kutokana na kusubiri bila msaada wowote. Yaani kwa upande wa timu za Afrika Mashariki zinapokutana na wapinzani kutoka nchi za huko, yani kwa upande wa vilabu mbalimbali vinakumbana na matatizo mbalimbali. Changamoto kubwa zaidi inayoendelea kukikumba kikosi cha upande wa klabu ya Yanga ni kukosa nafasi pia ya kupata kiwanja rasmi cha mazoezi. Kila wanapojaribu kupata kiwanja cha mazoezi wanapewa majibu kwamba viwanja vyote vipo katika matumizi, hali ambayo inaacha mashaka makubwa na huenda mbinu za makusudi kwa upande wa wenyeji. Kwa hali hii kwa upande wa klabu ya Yanga wanakabiliwa na uwezekano mkubwa wa kuingia moja kwa moja kwenye mchezo bila kufanya mazoezi, jambo ambalo linaweza kuwa na athari kubwa ya kiafya na kiufundi kwa upande wa wachezaji. Zaidi ya hapo, makao ya kulala yaliyotolewa kwa upande wa wachezaji na viongozi yamezua mjadala mkubwa badala ya hoteli ambayo walikuwa tayari wakitarajia kwamba watakwenda kuikodi. Hoteli hiyo wameambiwa kwamba imejaa. Yanga wametafuta hoteli ambayo ipo kwenye kiwango cha chini isiyolingana na hadhi ya michuano ya kimataifa. Hii pia limechukuliwa kama sehemu ya mbinu za kuvunjwa kwa upande wa wenyeji hao. Hali wanaopitia kwa upande wa klabu ya Yanga singeni kwenye ramani ya soka la bara la Afrika. Mara kwa mara timu zinazocheza ugenini zimekuwa zikikumbana na changamoto zinazohusishwa na figisu kwa upande wa wenyeji. Kuchelewesha viwanja vya ndege, kupewa hoteli pia zilizo na viwango, hata pia kupata usafiri ambao sio wa hadhi. Haya yote kwa upande wa Yanga wamekumbana nayo. Kunyimwa pia muda wa mazoezi. Lengo kuu za mbinu hizi mara nyingi ni kuwapoteza mwelekeo kwa upande wa wachezaji wa timu pinzani na kuwafanya wakose maandalizi ya kutosha kabla ya mechi. Kwa upande wa Yanga, changamoto hizo zimekuja wakati ambapo mashabiki wanatarajia kuona kikosi hicho kikisonga mbele kwa hatua ya ligi mabingwa barani Afrika. Hali hii imewafanya wadau wa soka kuamini kuwa mechi hiyo haitakuwa ya kawaida na itahitaji uimara wa kiakili na kimwili kwa upande wa wachezaji wa klabu ya Yanga. Ukipita kwenye mitandao ya kijamii, mashabiki wa klabu ya Yanga na wapenda soka kwa ujumla wameonyesha hasira na kuchukizwa kwa mazingira hayo. Wengi wamesisitiza kuwa CAF inapaswa kuweka sheria kali zaidi kuhakikisha usawa unazingatiwa, kwani soka linapaswa kuchezwa ndani ya uwanja na sio mbinu za nje ya uwanja. Pamoja na changamoto zote hizo, historia inaonyesha mara nyingi Yanga imekuwa ikikumbana na changamoto hizo, lakini bado upande wa wachezaji wamekuwa wanapambana na kuweza kupata matokeo. Sasa kinachosubiriwa ni kuona nini hasa ambacho kitapatikana hapo kesho. Mechi itakuwa na ugumu kwa sababu tayari imeanza kucheza nje ya uwanja.